Majeshi, majeshi, majeshi. Bwana Yesu asifiwe tena. Najua mpo katika zoni nyingi. Najua mko katika wakati mgumu. Najua mpo katika wakati wa masikitiko. Najua mko katika hali fulani ambayo ina mkanganyiko kidogo. Lakini nisikilize, nataka niseme neno moja zuri sana, ya kwamba Mungu anakuja kutokea katika nchi ya Tanzania. Ukisoma katika ile Yeremia 51 mstari ule wa 33 unasema, kwa maana Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi: binti Babeli amekuwa kama sakafu ya kufikishia wakati wa kukanyagwa kwake. Bado kitambo kidogo na wakati wa mavuno utafika kwake. Nataka unisikilize kwa makini. Mungu ni Mungu anayetawala. Ni Mungu ambaye akisema ndio inakuwa ndio. Si Mungu hapana. Maneno mengi sana yamesikika ya kwamba afya mbovu, ametekwa. Nataka nikwambie, mimi sitekwi. Mimi sitekwi mpaka nione Tanzania mpya ikishuka, mpaka nione Tanzania mpya ikitokea. Maandiko yanasema, enyi watu wangu, tokeni katikati yake, mkajiokoe nafsi zenu na hasira ya Bwana kila mmoja wenu. Nataka nikwambie, mwana ufufuo na uzima. Sikiliza, nataka nikwambie kitu. Kuna wakati wa kujificha na kuna wakati wa kutoka. Wakati wa kutoka ni wakati ambapo unaisikia sauti ya Bwana ikikuthibitishia ya kwamba sasa mwanangu toka. Lakini kuna wakati wa kujificha. Na ndio maana Elia alienda kajificha na mkono wa Yezebel, kwa sababu aliona ya kwamba yuko peke yake. Lakini aliposikia sauti ya Bwana ikimwambia, nenda sasa, maana bado nimejisanzia manabii 50 katika taifa la Israeli. Maandiko yanasema, ninyi mliojiepusha na upanga, enendeni zenu, msisimame, mkumbukeni Bwana toka mbali. Kwa hiyo kuna wakati wa kumkumbuka Bwana ukiwa katika kujiepusha na upanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie, bado kitambo kidogo tu tutamwona Bwana akitokea. Bado kitambo kidogo sana tutamwona Bwana akitokea juu ya kanisa letu. Kwa wale ambao hawajui, hii vita si ya kimwili. Hii vita si ya kimwili. Hii vita ni ya kiroho. Hii vita ni ya kiroho. Kwa hiyo kwa siku hizi chache tunazosubiri Mungu atokee, nataka nikusi endelea kuomba, mwana ufufuo na uzima. Asikutishe mtu, asikubabaishe mtu. Kanuni zetu zinajulikana. Kanuni zetu zinajulikana. Tulijaribu kupigana sana. Tulijaribu kupigana ili kuweza kupata uhuru wa kuabudu. Lakini kwa msaada wa Mungu, Roho Mtakatifu akaachilia hekima moja ya ajabu kwamba tunyamaze. Na tukanyamaza kwa namna ambayo watu wakabaki sasa wanashangaa, mbona kimya, mbona kimya? Nataka tu niseme kitu kimoja, ya kwamba kimya kingi kina mshindo mkuu. Kimya kingi kina mshindo mkuu. Asikudanganye mtu. Kimya kingi kina mshindo mkuu. Na wale waliozani ya kwamba tumenyamaza, ya kwamba hakuna kitu kinachofanyika, kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu kinafanyika, kwenye ulimwengu wa mwili kuna kitu kinafanyika. Kwa nataka tu nikwambie ya kwamba Wafilisti hawa unaowaona leo hamtawaona tena.
Maandiko yanasema, lakini usiogope wewe Yakobo mtumishi wangu, wala usifadhaike Israeli, kwa maana tazama nitakuokoa toka mbali na wazao wako toka nchi ya uhamisho wao, na Yakobo atarudi naye atatulia na kustarehe, wala hapana mtu atakayemtia hofu. Kwa hiyo kuna hofu inaweza ikawa inazunguka katika maisha yetu, lakini yako maandiko yanasema ya kwamba hakuna mtu atakayetutia hofu. Mungu anasema, wala sitakuacha bila adhabu. Kuna namna ambavyo Mungu mwenyewe atajua ya kwamba tunafanya haya kwa sababu ya ufalme wake. Kwa hiyo nataka tu nikwambie ya kwamba Baba yuko salama. Msiogope kabisa, msiogope. Na siku za hivi karibuni mtamwona Baba akitokea, mtamwona Baba akitokea. Nataka tu nikwambie kitu kimoja. Wakati Yezebeli amewaua manabii, Elia alitaka kukimbia ili aweze kuwa salama, lakini kuna manabii wengine ambao walijificha katika mapango kwa ajili ya kazi moja, na kazi hiyo ilikuwa ili itendeke katika ndani ya Israeli. Kwa nataka tu nikwambie wewe mtu unayenisikiliza, nataka tu nikwambie kwamba wana ufufuo na uzima. Bado neno la Mungu liko upande wetu. Tangazeni habari hii, mkahubiri katika Tanzania, kuhubiri katika mikoa yote. Simama ujifanye tayari, kwa maana upanga umekula pande zake zote. Mbona mashujaa wako wamechukuliwa mbali? Hawakusimama kwa sababu Bwana aliwafukuza, aliwakwaza wengi, na wakaangukiana wao kwa wao, wakasema haya na tuondoke tukarudi kwa watu wetu wenyewe, hata nchi tuliyozaliwa, tukimbie upanga unaotuonea. Wakalia kule Misri, wakalia huko kwa Farao mfalme wa Misri. Ni kishindo tu. Muhula aliandikiwa ameuacha upite. Kama mimi niishivyo, asema mfalme ambaye jina lake ni Bwana wa majeshi, hakika yake kama Tabori katika milima na kama Karmeli karibu na bahari, ndivyo atakavyokuja. Binti ukae katika nchi ya Tanzania, na wewe kijana ujiweke tayari kwenda zako hali ya kufungwa, kwa maana Nofu utakuwa ukiwa utateketezwa, usikaliwe na watu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu liko upande kwa wale ambao wana imani. Neno la Mungu lipo upande kwa wale wanaosadiki habari hizi. Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. Lina uwezo wa kugawanya nafsi, hata kuyatambua makusudi ya Mungu. Makusudi ya Mungu juu ya wana ufufuo na uzima ni kuhakikisha kwamba tunafarijika, ni kuhakikisha kwamba tunafurahi, ni kuhakikisha kwamba tunaishi tusipokuwa na hofu, tunaishi tukiwa tunamwabudu yeye. Maana ndipo alituumba ili tuweze kumwabudu. Kwa hiyo ndugu yangu, usiogope. 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 Narudia tena, usiogope mwana ufufuo na uzima. Usiogope.